Ni wasaa mwingine tena tumepata nafasi ya kuzungumza pamoja pia kwa habari ya neno la Mungu na kile ambacho Mungu amekuwa akifundisha kila siku. Na leo tupo na jambo moja ambalo limekuwa muhimu sana, na hilo ni vyema sana na wewe kulifahamu. Ni kwa habari ya watoto wadogo na wale wachanga kabisa. Na wengi mkini tunajiuliza, wanawezaje kufanywa kuwa warithi wa ufalme? Hii ni moja ya mada ambayo imezungumzwa katika maandiko matakatifu na kuwekwa vizuri zaidi, ni kwa jinsi gani watoto hawa wanaweza kufanywa warithi wa ufalme wa mbinguni. Watoto hawa katika kitabu cha Marko 11 tunapata kisa katika Biblia ikieleza ya kwamba wapo wakina mama ambao wanawachukua watoto na kuwapeleka kwa Kristo. Lakini muda watoto wale wakiletwa, wanafunzi wanataka kuwazuia wazazi wale wasiwalete kwa Kristo. Na ndipo Yesu anasema kauli moja ya msingi sana, ambayo yumkini kuna nyakati umekuwa ukiipita bila kuzingatia baadhi ya maneno. Na moja ya maneno anasema, watoto kama hawa ufalme wa mbinguni ni wao. Tafsiri yake ni nini? Ni kwamba kila mtoto ambaye analetwa kwa Kristo kila siku, huyo ndiye mrithi wa ufalme wa mbinguni. Na hapo ndipo inapotukumbusha moja ya kauli za Yesu ambazo anazizungumza mara kadha wa kadha. Anasema ya kwamba mimi ndimi njia, kweli na uzima, mtu hafiki kwa Mungu isipokuwa kwa kupitia mimi. Kwamba kwa tafsiri hiyo inakuja kutuambia hakika ya kwamba kila mtoto ambaye analetwa kwa Kristo, anapowekwa mikononi mwa Kristo na Kristo akatamka baraka zake, hapo ndipo mtoto huyo hufanywa kuwa mrithi wa ufalme. Na hiyo ina maana gani? Ina maana ya kwamba wapo wazazi wengi leo ambao wamepewa zawadi ya watoto, lakini watoto wanazagaa mtaani. Watoto hawa wasipopelekwa kwa Kristo hawatafaa kuwa warithi wa ufalme wa mbinguni. Na ndipo utapata mifano kadha wa kadha katika maandiko matakatifu, ikiwemo pale Sodoma kilichotokea. Wapo watoto ambao waliteketea, lakini utagundua hawakupelekwa kwa Kristo. Lakini utashangaa kwa habari ya Lutu, yeye anakamata watoto wake mikono na anatoka nao nje ya Sodoma. Kwa mzazi anao wajibu wa msingi sana katika ulimwengu ambao tupo nao leo, wa kuhakikisha kila siku anampeleka mtoto kwa Kristo. Lakini jamii inalo la kufanya zaidi. Wewe kama kijana, tambua ya kwamba unao wajibu fulani. Unapokutana na kijana yoyote njiani ambaye anaongea maneno fulani machafu, watoto wadogo hao unaokutana nao njiani, unapokutana na mtoto anaongea maneno fulani machafu, anaonyesha tabia fulani mbaya, jua ya kwamba wewe umewekwa kuwa mwakilishi wa watu ambao wanapaswa kuwachukua watoto wao na kuwasogeza kwa Kristo. Kupitia njia gani? Pale anapoongea maneno machafu, mfundishe mtoto huyo kuto kuongea maneno hayo. Unapomsikia anasikiliza vitu vya hovyo, wewe unao wajibu wa kumfundisha mtoto huyu aache kusikiliza vitu hivyo. Na kadri unavyofanya hivyo, unamsogeza mtoto karibu na Kristo kila siku na kumfanya kuwa mrithi wa ufalme wa mbinguni. Wewe mzazi ambaye unaye mtoto mchanga kabisa ambaye unambeba katika mikono yako, unao wajibu kila siku wa kumwombea mtoto huyu, lakini zaidi kila siku kumpeleka kwa Mungu kwa kupitia kusoma maandiko. Maana unaposoma maandiko, ni hakika mtoto yule anasikia. Acha kumsomea stori na hadithi za ulimwengu, msomee habari ya ufalme wa mbinguni. Vipo visa vingi katika Biblia ambavyo unaweza kuvitumia kama hadithi za kumsimulia mtoto huyu mchanga. Na kadri unavyofanya hivyo, Yesu anasema watoto kama hao ufalme wa mbinguni ni wao. Mimi na wewe tumeitwa, tunao utume maalum wa kuwafikia watoto wadogo kwa njia ya kuwapeleka kwa Kristo kila siku, kwa kurekebisha tabia zao. Mungu akubariki.